Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Mwenyekiti wa bodi ya taasisi ya jiolojia na utafiti wa madini Tanzania GST Biok Beth Festo Myumbilwa amesema tafiti za geoscience zinazofanywa na taasisi hiyo zina mchango mkubwa katika kuibua maeneo yenye rasilimali za madini, kuvutia uwekezaji na kuchochea ukuaji wa uchumi wa taifa unaolengwa katika Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050. Akizungumza katika maonesho ya 8 Bi Myumbilwa amesema jukumu kuu la GST ni kufanya tafiti za geoscience zinazobaini maeneo yenye madini na kutoa taarifa sahihi zitakazowawezesha wawekezaji kufanya maamuzi ya kuwekeza katika sekta ya madini, hatua ambayo kuongeza uzalishaji, ajira na mapato ya serikali. Amesema pamoja na sekta ya madini, tafiti za GST zina mchango katika sekta ya kilimo kupitia utambuzi wa madini yanayotumika kurejesha rutuba ya udongo katika maeneo yenye upungufu wa virutubisho. Ameeleza kuwa taasisi hiyo pia hufanya tafiti za kubaini maeneo yenye changamoto ya rutuba ili kuwezesha matumizi sahihi ya rasilimali hizo katika kuboresha uzalishaji wa kilimo. Bi Myumbilwa ameongeza kuwa Dira ya Taifa ya Maendeleo ya mwaka 2050 inalenga kufikisha Tanzania katika uchumi wa kati wa juu wenye thamani ya takriban dola za Marekani trilioni 1, huku sekta ya madini ikiwa miongoni mwa sekta muhimu zitakazochangia kufikiwa kwa lengo hilo. Amefafanua kuwa ili kufanikisha azma hiyo, GST imejikita katika kufanya tafiti za kina za geoscience ambazo kutoa taarifa muhimu kuhusu maeneo yenye fursa za madini, hivyo kuongeza uwekezaji na kukuza mchango wa sekta ya madini katika pato la taifa. Aidha, Bi Myumbilwa ameishukuru serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuonesha nia ya dhati ya kuendeleza tafiti za madini nchini kwa kuanzisha mfuko maalumu wa utafiti wa madini utakaowezesha kufanyika kwa tafiti za kina katika maeneo mbalimbali nchini. Amesema tafiti hizo zinapanua uelewa wa jiolojia ya Tanzania na kusaidia serikali kubaini maeneo mapya yenye madini, jambo litakalohakikisha uchimbaji endelevu hata baada ya migodi iliyopo sasa kufikia mwisho wake. Mohab TV, Dodoma.